Yes, katika vitu ambavyo vinavutia zaidi mitandaoni sasa hivi na ambavyo vinasikitisha pia ni kuhusiana na wapenzi wawili kupanda katika tawa ambayo ilikuwa inapatikana pale New York City, Marekani, na kusababisha maafisa wa polisi wa usalama ambao wanahusika katika jiji la New York City kuweza kufanya jitihada kubwa za kuweza kutaka kuwashusha wakiwa salama, kwa sababu kupanda tawa kwa namna ile inaweza kusababisha labda ukateleza ukadondoka, na wao ikumbukwe hawakuwa na vifaa vyote vya usalama ili waweze kushuka salama na kupanda salama. So what next? Mimi mwenyewe binafsi nilivutiwa sana mpaka nikatamani nitafute sehemu moja Dar es Salaam hivi nimchukue mpenzi wangu na mimi nipande kule la Bubble Teen Tower pale Posta, nikakae juu kabisa ili nipate kusumbua baadhi ya watu, lakini hapana, usifanye hivyo kwa sababu kiusalama itakuwa mbaya sana. Sasa story imekaaje? Story imekaa hivi. Yes, wawili hao walipanda kwenye sehemu ya juu kabisa ya jengo hilo bila kutumia vifaa vya usalama, jambo lililosababisha taharuki, kuwalazimu maafisa usalama kuendesha operation ya kuweza kuwashusha. Baada ya kushushwa walikamatwa na kupelekwa kituo cha polisi kwa mahojiano na hatua zaidi za kisheria kufuata. Unajua lazima ufuate taratibu hata kama kuna jambo unataka kulifanya la ubunifu, lakini hakikisha unazingatia vigezo na masharti. Huyu hapa anaitwa Angela Nicolau, ni raia wa Urusi. Alianza kujulikana mwanzoni mwa miaka ya 2010 baada ya kupiga picha na video namna akiwa juu ya majengo marefu bila kutumia vifaa vya usalama. Alianza kufanya hivyo akiwa na umri mdogo sana, akiwavutia na upigaji picha wake maeneo ya juu. Alianza kufanya hivyo akiwa na umri mdogo, akivutiwa na upigaji picha wa maeneo ya juu na maisha ya kutafuta matukio ya kipekee zaidi. Kwa upande wa Ivan Bilsi ambaye pia anaitokea Urusi, alianza kupanda maeneo ya Klein hivi, unajua zile kuna sehemu kwa kuna Klein zile, labda inaweza kuwa uwanja wa ndege labda au kwenye majengo makubwa yale, kuna Klein zinakuwa zinapaki kwa ajili ya labda kupandisha vyuma kwa ajili ya kujenga magorofa makubwa. Sasa jamaa wa kiume yeye ndo alianza kupanda huko kwa uzoefu wake wa hapo awali. Kwa upande wa Ivan Beauty ambaye pia anatokea Urusi, alianza kupanda majengo na Kleins kupitia kundi la wapenda michezo lijulikana kama Rooftopping. Baadaye alikutana na Angela. Tangu hapo walianza safari ya pamoja, wakirekodi matukio yao na kuyachapisha kwenye mitandao ya kijamii. Katika kipindi cha zaidi ya muongo mmoja, wawili hao wamewahi kupanda majengo maarufu duniani kama Shanghai Tower, kutokea China pale Maldeka 118 Tower, Princess Tower, pamoja na Klein na majengo mengine maarufu katika nchi mbalimbali. Picha na video zao zimewavutia mamilioni ya watu, lakini pia zimekuwa zikikosolewa kwa kuhamasisha vitendo hatarishi. Umaarufu wao uliongezeka zaidi baada ya kushiriki kwenye filamu ya Skywalker, A Love Story, iliyojulikana kwa maisha yao, safari zao za kupanda majengo marefu na uhusiano wao wa kimapenzi. Tukio la kukamatwa kwao New York limeibua mjadala mkubwa, mipaka ya kutafuta umaarufu mitandaoni, unajua na kuna sheria ambayo tayari New York unafanya kazi ambayo wao waliweka tangu mwaka 2012 baada ya mitandao ya kijamii kushika kasi, kwamba unapofanya video yoyote, content yoyote ambayo ina uwezo wa kuhatarisha maisha yako binafsi na ikatafsirika kwamba labda uenda unataka kujiua na kutaka kupata content na kuwa maarufu, basi hilo ni kosa kisheria. Unatakiwa upate content, lakini pia uwe na vifaa. Labda kama unaenda mbugani, basi hakikisha unakuwa na tour guide, unafanya content zako za wanyama, lakini unahakikisha usalama wako ni kitu namba moja zaidi. Kazi kubwa sana imefanywa na maafisa wa New York City kuhakikisha hao jamaa wamepatikana bila matatizo yoyote, wameshuka salama, lakini kifungo pamoja na hukumu yao mahakamani itasomwa hivi karibuni. Karibu sana, hili BBS Kipaza. Mimi hapa naitwa Morgan Kalisa, Master the King, Master Buffalo. Bye bye.